kutendea ndo Aisha. Kwa mimi nimemwona Mungu sana. Mimi nitakiwa nikatwe mguu hapa eneo hili niliwahi kudondoka maeneo, kumbe pana nondo imesimama. Ile nondo ilizama karibu mpaka na paja kwenye mfupa. Kwa nilipofika hospitali mpaka naenda kutibiwa. Ilikuwa natakiwa nipewe pesa nikatibiwe mapema, lakini yule mtu alitaka kunipa alikuwa kwenye kikao na hawezi kutoka. Mtazamaji wa NY TV, nikushukuru sana. Niko Dodoma. Kama ambavyo unajua, ilikuwa ni wiki ya WWK. Tulikuwa na mkutano mkuu hapa Dodoma na tumekuwa na jeshi kubwa ambalo hakika limetimua vumbi hapa Dodoma. Tumemwona Mungu akituhudumia wanawake kwa namna ya kipekee. Tumekuwa na waimbaji mbalimbali, wanakwaya kutoka kanda mbalimbali, lakini tumekuwa pia na uimbaji wa nyimbo za Injili, waimbaji binafsi. Niko hapa na mwimbaji ni dada Atuganile Daudi. Huyu ana ushuhuda mkubwa ambao Mungu amemtendea. Mungu alimponya, aliugua kwa miaka 7. Aliugua nini na Mungu alimtendea nini, lakini pia ni Mungu alimtoa katika mazingira ambayo alikuwa ni mazingira hatarishi. Kama ambavyo unajua kuna vijana ambao wanakulia katika mazingira ambayo sio salama, wengine wavuta bangi wa nini, alikuwa kwenye kundi hilo. Na huyu ni binti, ninapozungumza ni binti ambaye ametolewa katika mazingira hayo. Atatueleza mengi kuhusiana na hayo ambayo Mungu amemtendea, lakini pia atatueleza ushuhuda mfupi wa huduma yake ya uimbaji. Dada Atuganile, Bwana asifiwe. Amen. Amen. Nakupenda kwa hilo tabasamu lako. Asante, nakupenda pia. Hongera kwa kushiriki kwenye mkutano wa WWK. Namshukuru Mungu kwa kweli, nimejisikia vizuri na tumejifunza vitu vingi vikubwa. Sijajuta kwa kweli kuja kwenye mkutano. Nipe kimoja tu ambacho umeondoka nacho katika yale yote ambayo umejifunza. Kama ile somo la mtumishi wa Mungu ile kutoka nje la kwamba watu wanapopitia changamoto, akasema tusiwe karoti au siwe yai, tuwe kama mbegu ya kahawa. Kwa maana ipi? Kwamba karoti ikiwekwa kwenye maji ya moto inalegea, lakini pia yai ikipita kwenye maji ya moto inakuwa gumu sana. Lakini akasema mbegu ya kahawa ni ajabu mno, yenyewe ikiwekwa kwenye maji ya moto inabadilisha maji. Kwa hiyo yani kwamba watu wanapopitia mambo magumu hawapasi kuwa walegevu na hawapasi pia kuwa na mioyo tena migumu, sio wale tena. Takiwa wao wabadilishe, watoe kitu kizuri katika hilo jambo gumu. Neno liguswa sana na hicho. Pengine ni kitu ambacho kimeugusa maisha yako binafsi au ni nini? Ni kitu ambacho kimegusa maisha yangu binafsi kikweli, kwamba sijajua Mungu amekusudia nini kwenye maisha yangu, lakini mtu ambaye nimepita njia ngumu sana sana sana, lakini Bwana amekuwa ni Ebeneza. Naomba sasa twende moja kwa moja tumfahamu dada Atuganile, yale ambayo Mungu ameyafanya kwenye maisha yako. Ni wapi ambapo amekutoa na mpaka sasa hivi unaposimama usema Mungu ni Ebeneza kwako? Kwa majina yangu naitwa Atuganile Daudi kama ulivyosema. Mimi ni mtoto wa 20 wa 20 katika familia. Baba yangu alikuwa na wake 3. Kwa mimi ni mtoto wa mke mdogo ambao kwa mama tulizaliwa 3, tumebaki 2. Kwa hiyo mimi ni mwenyeji wa Mbeya. Natokea Mbeya, eneo moja linaitwa Mama Joni. Baba yangu alikuwa anaitwa Mzee Makofia na alikuwa maarufu sana kwa sehemu, na tulikuwa wengi kwa sababu alikuwa na uwezo wa kiuchumi. Kwa hiyo namshukuru Mungu pia kwa sababu hakuna jambo ambalo linatokea bahati mbaya. Kwa hiyo labda ushuhuda mfupi kwa habari ya maisha yangu mengine wanapendaga kusema ni msela niliokoka. Baada ya mama yangu kufariki 2005, tuliishi maisha ambayo sio mazuri kwa sababu baba aliweza kuuza nyumba tukaondoka pale, lakini tugawia yani sehemu kwamba tukatafuta eneo jingine. Kwa hiyo hatukuishi maisha mazuri sana. Baadaye tukarudi kwa baba, akatupokea. Kwa baba ikafika 2009 naye akafariki. Kuna ile namna watu wanakuwa wanakuchukulia, unajua mzazi akiwepo watu wanaheshimu, lakini mzazi akiwa hayupo na yani unaona kabisa yani hakuna mtu anayekutekea na nini. Sasa na zile na utoto na ukorofi unakuta jamii na kusukuma mbali. Kwa hiyo sasa jamii ilipoanza kunisukuma mbali na mimi nikaanza kusema okay, inabidi nitafute amani yangu mwenyewe. Sasa katika kutafuta amani yangu mwenyewe ndio ile unaanza kucheza muziki, kwenda kwenye madisco, unajiunga na vijana ambao unaona kabisa yani unaishi yale maisha ambayo
unaona kama nakupa amani. Yes. Kwa nikawa na kundi langu mwenyewe kwa wakina Taliki, kuna wakina White, wakina Mwambope, yani hivyo. Marafiki sasa uliokulia nao huko, ambao sasa hivi wengine ukiwaona, wengine wanavuta sigara, wengine wanavuta bangi, wengine yani hivyo. Lakini yote juu ya yote namshukuru Mungu. Kwa sababu nilikuwa naweza nikatoka usiku nikarudi saa 8 saa 9. Unajua kwa mikoani kwa mida hiyo ni mida mibaya, lakini mimi naweza nikaenda na sina shida na sijali. Kwa hiyo nikaishi hivyo kwa muda. Ndugu zangu walikuwa wanakaa vikao, ninaingilia huku linatokea huku. Shuleni nakumbuka nikiwa form 2 sikuingia mwaka mzima darasani, ile unaingia mwalimu akitaka kuja tu umeshatoroka. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwamba nilikuwa nashinda na wale vijana, lakini uwezi amini hata siku moja hawajai kuwaza kunibaka wala hawajai kufanya hicho kitu. Yani ndio hicho kitu nacho kaaga nikimtafakari Mungu huwa namuogopa sana. Kwa sababu kama fikiria saa 9 saa 8 mtoto wa kike na nilikuwa mdogo. Kuna miaka mingapi kwa kipindi? Kuanzia miaka 16 ndo nilianza fujo. Kwa hiyo nilikuwa tu ni msichana of course. Lakini Mungu alinipa neema kwa kweli. Yani Mungu aliniona tangu kule. Nilikuwa ni mtu nisiyesikia, napigana na watu, ni mkorofi, mwizi. Nakumbuka siku niliwahi kuiba simu ofisi fulani. Sasa nisijue kwamba yule dada ile simu katoka nayo na hakuna mtu mwenye nayo. Kwa walipo nikutana nayo, yani of course sikujisikia vibaya sana, lakini nikasada nimekuwa mjinga yani. Mimi nasema nimenunua kumbe hakuna mtu mwenye nayo eneo lote lile. Kwa hiyo kile kijiji bana. Yeah, kwa hiyo nikaonekana hivyo. Nilikuwa ni sio mtu nilikuwa nisiyesikia. Ndugu zangu kwa sehemu wanaweza wakasema. Walijitahidi sana. Unajua ile wanatamani ubadilike, lakini wewe mwenyewe unataka kubadilika, yani hata huo mpango huna. Kwa nakumbuka sana 2011 nilikuwa nimetoka kwa mshikaji wangu mmoja, tunaisha washikaji, kupiga story. Na Mbeya walitangaza kwamba watu wasitembee mmoja. Swala kupiga nondo lilikuwa kubwa. Kwa hiyo nilichokifanya nikasema wataniona mpiga nondo mwenzao bwana. Nakumbuka nilivaa kabashingo unafunika mpaka pua, suruali yangu ina mifuko mingi. Nikaenda. Nilipoenda tumepiga story, nikaondoka niko peke yangu. Eneo lile nilopita ilikuwa mida saa 4 usiku. Nikaenda nyumbani, sikuona kitu. Kesho asubuhi watu wanapiga kelele kuna mtu kauliwa majira yale. Nilipotoka kwanza nimevaa suruali iko wazi kuanzia hapa mpaka huko. Nakuta watu wamejaa nje kwetu. Dadangu akaambiwa kuna mtu amekufa, akasema moja kwa moja ni Atu. Atu saa 4 hakuepo ndani. Kwa hiyo dada ameweka mikono kichwani anataka kuanza kulia. Unajua vikundi vile ndo akasikia ni wa kiume. Aliposikia vile ndo anaendelea kusogea na mimi ndo natoka ndani. Akaniambia ungekufa wewe. Unajua kwa sababu ya dharau na nini. Nikampita kama simuone. Nikaenda, nilipoenda kuona ile maiti, nilipoenda kuona lile eneo, nilimuogopa Mungu sana. Kwa mara ya kwanza ndo nilijua Mungu ananipenda. Kwa sababu muda ule majira yale Mungu hakuruhusu nikaonekana. Na Mungu alinitetea. Kwa tangu pale nikaanza kuona Mungu ananipenda. Ndo nilianza kuhisi upendo wa Mungu pale na nikaanza kubadilika, kuacha kuvaa milegezo mdogo, lakini naenda kwa muziki, lakini yani nikaanza kuacha vitu taratibu. Tukio ndo likakupa hofu. Lile tukio ndo lilifanya ni uone upendo wa Mungu kwenye maisha yangu. Tangu 2002 nilijigundua na shida ya macho, ambayo kuna nyama ziliota ndani ya macho yote mawili, kwa nikawa siwezi kuona vizuri. Mama yangu alipambana sana kunipeleka hospitali, sijui dawa za kienyeji, sijui masemwa, yani akawa ananiweka na wapi hivyo, lakini bado sikupata nafuu. Kwa hiyo pia mpaka mama anafariki bado nilikuwa na ile hali ya kuumwa. Kwa hiyo mama amefariki bado nina hiyo shida. Kwa hiyo nikaanza kujihangaikia mwenyewe. Nafanya vibarua wakati mwingine, nabeba mchanga, nipate tu nauli kwenda hospitali. Sasa mchanga huko uone vizuri. Sio kwamba sioni kabisa, hapana, naona, lakini ilikuwa mekundu sana na nyama zimeota ndani ya macho. Yaani huwezi kuniangalia mara mbili. Kwa hiyo hivyo ukisikia kuna mama tulikuwa tunawabebea unakuta kindoo 100, kwa hiyo unasomelea mchanga. Unajua mikoani kama Mbeya hamna mchanga, kwa hiyo unasubiria mvua zikinyesha zikipitisha mahali zinakopita zinaacha
Kwa utakuta tunazoa unauza ndo vindo vinne vinane, kwa unakuta ukipata pale unaenda hospitali. Kwa sababu ndugu zangu walinihudumia sana. Nilifika mahali ikaonekana kama nafanya makusudi. Kwa sababu nilinunuliwa mpaka miwani, lakini ngoma walijitahidi kwa kweli. Kakaangu alinisaidia, dada zangu pia. Lakini kuna wakati ilifika, yani ikawa unajua mtu akishaumwa muda mrefu watu wanachoka pia. Kwa hiyo niliendelea hivyo. Lakini yote juu ya yote nakumbuka sana 2010. Kwa kuna daktari bingwa alikuja kutoka hospitali, kutaja hiyo hospitali kwa ajili ya kuhifadhi, akanipima. Tulifanyia pale kwa Lena. Huyo daktari ni daktari bingwa, alikuwa mkoani huko Mbeya bado. Yeah. Ana kwa mfano watu anatangaza watu ni shida ya macho, mnaenda pale, mnatangaziwa makanisani, mashuleni. Yeah. Alikuwa anakuja pale Ifisi. Kwa nilipoenda akanipima, akaniambia ugonjwa wa namna hii huwa upone. Lakini pia nitakiwa nikufanyia operation macho yote mawili. Sijui ndo kukuchuna hivyo. Kaambia sawa. Kwa nikaambia ndugu zangu, kakaangu akalipa hela, tukaenda dadangu anaitwa Sekela, tukaenda hospitali. Tumefika pale, nimepanga foleni, naingia kwenye chumba kile, ndio theater wanasema zile mashine kuingiza hivi kuja kuangalia nyama hazipo. Kiukweli nilishangaa. Sikuwa unajua Mbeya hata kama watu hawaokoki, lakini wanapataga neema kubwa ya kusikia neno la Mungu. Yani kuna neema kubwa, yani ni kweli uovu ni mwingi, lakini pia neema ya Mungu pia ni kubwa. Kwa hiyo tulikuwa tumesikia sana mikutano, unakuta kwa kuja mchungaji mmoja kwa Kababu kutoka Kenya, Machakos, na wachungaji wengine wengi akina Moses Klola pale nani kwa Moisabila. Hivyo unasikia wanaotaka kuokoka mnaenda, lakini nadhani mnaokoka sasa. Mnaokoka pale, ukirudi ni yule yule. Sababu nakwambia kitu ukirudi ni yule yule. So nakumbuka nilimwambia Mungu, kwa sababu operation zote lazima usaine kwamba ikitokea bahati mbaya imeisha hiyo. Ikitokea umetoka vizuri unamshukuru Mungu. Sikuwa nimeokoka, lakini nilimwambia Mungu, kama huyu mtu atanipofoa, anza nikamchukia maisha. Ninakuomba Mungu, yani bora unipofoe mwenyewe, sio mtu. Kwa niliomba vile, lakini nikaenda ndo theater na kwenda kuangalia zile nyama, hamna. Namuuliza daktari, anashangaa na mimi nashangaa. Namwambia imekuwaje? Anasema sizioni kabisa. Sioni chochote. Basi akasema nitakupa tu hizi dawa. Lakini yani ni yale yale kutuliza vile vile. Kaambia sawa. Aliponipa, kumbuka nilichukua zile dawa. Nilimwambia hivi Mungu, kaambia tangu leo sitatumia dawa tena. Kama unanipofoa, nipofoe. I'm ready. Nimechoka. Basi tangu siku mpaka leo sija kutumia midawa. Mpaka leo. Na unaona mimi na umanyama ziliota kuzunguka mboni. Wanapokutazama macho, sababu macho yenyewe mekundu afu yamelegea, yani inakuwa anaona kwa sababu siku moja nakumbuka kaka mmoja kwa tumia madawa kulevya alikuta mahali akaniambia anko vipi, naona tayari ushapuliza. Ananiambia anko niko sawa na kitu, ananiambia mbona kaba, naambia niko sawa anko. Kwa hivyo niseme nini, sana nimeokoka, sijawahi kujuta na nilipata neema ya kuokoka. Yani sasa ile rasmi sasa na kuanza safari ya wokovu nikiwa niliokokea Baptist Mchungaji Nashwa pale Tegeta, sababu nilikuwa nafanya kazi za ndani pembeni mwa kanisa. Kwa ile kuwa na kiu na shauku, nikaanza kutoa sadaka. Ile natoa sadaka, yule baba akasema sitapokea sadaka yake, nataka huyu mtu nimuombe. Nilipoenda akaniongoza sala ya toba, nikamwambia nataka kuokoka. Akaniombea sala ya toba, nikabatizwa, ubatizo wa maji mengi. Nikaendelea na Bwana. Na Mungu alivyokuwa mwaminifu, siku zikaenda. Mungu akanikutanisha na mchungaji Kanemba kwa namna ya ajabu kabisa. Nilikuwa nimeenda kuimba. Kwa hiyo nilikuwa wazi kusema, watu wengi wapendagi kusemaga historia zao kwa sababu wao wanaogopa watu watawataka. Lakini pamoja na yote lazima niseme ukweli. Hakuna cha kuficha kwa sababu Mungu aliyeniokoa, yani hata kama wengine hawajui, ila mimi najua kwamba ni Mungu amenisaidia.
Kwa ninakuwa na ujasiri wa kusema kwa sababu nina uhakika na hichi ninachokisema, kwa sababu ni mimi, sio mtu mwingine. Hata sijali wengine wanasema nini kwa habari hiyo, kwamba mwingine anasema unajizalilisha, haupasi kusema kwamba mimi nilikuwa hivi, saidie nini. No, nimeona watu wakibadilika. Nimemuona Mungu, kwa sababu ushuhuda unageuza. Nimeona watu nikienda hata kwenye Injili mtaani, unaona mateja wanapata nafasi ya kukusikiliza. Wanaona atuendi kwa namna ile ambayo wengine labda wanaenda naye. Kwa hiyo nimemuona Mungu sana. Na wengine wanatiwa moyo. Wengine wazazi, nimekutana na wazazi wengi ambao wamewakatia watoto wao tamaa. Kitu kingine ni kwamba mimi niombe wazazi, kadri mtoto wako unavyoona anazidi kwenda mbali, ni wewe wa kumuonyesha upendo. Unapomuonyesha upendo, yeye mwenyewe kuna siku atatafakari, ataona mama yangu aliyenilea wa Kinondoni, mimi nilipokuja kufanya kazi za ndani siwezi kusema sana, lakini nilikutanaga na mama anaitwa Rosemary Nyenga pamoja na mume wake Fred Nyenga. Wamekuwa ni wazazi wenye baraka sana. Yaani niseme nini ila Mungu awalipe. Kwa wale watu nilipoenda kukaa nao walinionyesha upendo. Yaani walinionyesha upendo mpaka nikaa sengine natafakari kwamba inakuaje. Yaani walinifanya niwe mtu mwingine. Yaani kuna vitu vingi, kwa sababu niliishi mazingira ya mtaani, kwa sikupata ile malezi ya familia. Unajua nimetoka baba na mama, sijui kupika, sijui kufanya nini. Ni ile kwamba unafanya ili upate pesa, wakati mwingine unaenda kufanya kazi ndani, sio kwamba lakini unajua kuhandle zile kazi. Lakini wale watu walinionyesha upendo wa ajabu. Wakanisomesha, wakanilea. Hata mpaka sasa hivi nikisema mama anaumwa, si mmoja tu, Mungu alinipa wazazi. Kwa hiyo kuinulia watu. Yaani alininulia watu ambao yani wazazi, yani kama wamenizaa. Yaani kuna wakati ile unajua ni ubinadamu, lakini ni wazazi wangu. Na nawapenda kabisa kabisa. Niseme nini? Wamenilea, wamenisaidia. Hivyo. Kupitia haya yote ambayo umeyapitia, kuna kitu gani ambacho umejifunza kwenye maisha haya ya sasa hivi, na kwa habari ya Mungu pia? Kwa habari ya Mungu nimejifunza kwamba hakuna mtu ambaye anaweza akawa juu bila changamoto. Na hakuna kitu kizuri kinachopatikana kiurahisi. Na mtu yeyote yule ambaye labda sio nisemeje Kiswahili kizuri, yani mtu yote ambaye Mungu amemkusudia njia yake iwe rahisi. Kwa wakati mwingine watu wanawachukulia watu labda kama ni mvuta bangi. Mungu anajua kuna kitu amekiweka, shetani ananyang'anyana, anataka kuchukua yule mtu, na Mungu naye anamtaka yule mtu. Kwa kama sisi watumishi wa Mungu tukijua, tusimdharau mtu. Unaweza kumuona mtu ni aeleweki, huwezi jua Mungu ameweka nini. Wakati mwingine shetani anafanya hivyo. Nilipenda kauli ya Mama Sahara kwamba akasema shetani anaweza kabadilisha jina, lakini asibadilishe hatima. Kwa hiyo ni wito wangu kwa wazazi. Unaona mtoto wako asikii, unaona mtoto wako aeleweki, weka tumaini kwa Yesu. Yesu siku moja atambadilisha. Mtamkie tu maneno mazuri. Kuna ile najua ni hasira wakati mwingine, yani lakini mwambie wewe ni mbarikiwa, mtu mkuu wa Mungu, umebarikiwa sana. Kwa wakati mwingine anajiona kabisa anafanya makorokoro, lakini kwa yale maneno anajikuta kumbe mimi mama yangu sio kwamba nilikuwa sikosei. Nilikuwa nakosea sana, lakini mama yangu ni mtu mzuri. Anaweza akawa na hasira, utasikia tu kalete kiti, hebu kaa hapa, unaona hili ni sawa? Anambia sio sawa mama, nisamee. Na kweli unaona wakati mwingine anachukua hatua, anabadilika. Kwa upendo huo unawarejesha watu. Wale watu wa maafa ni kweli watu wanawachukulia vile vibaya. Watu walikuwa ni watu wa msaada. Ni kweli watu wanaweza kuwapuzia wale sijui hawana nini waizi sijui nini, lakini waizi wanavyojaliana. Unaweza kuona kipisi kile kidogo cha sigara nampa na mwenzake. Chakula, mimi kuna wakati chakula nimerudi nyumbani, nimetoka kufanya mtihani, kwa sababu ya ile ndo hali kama ya ujeuri na nini, hawakujali tena. Kwao nina njaa. Kaenda kwa rafiki yangu mmoja, akamwambia mshikaji na ubao. Akanambia twende nyumbani. Yaani kwao wamekula, wamesha, sasa wamebaki vile vigali vitonge. Alinipa, lakini nilisikia nafuu. Hasa niambie, utawapenda wale watu ambao hawakupendi, au huyu ambaye ni kweli ana njia mbaya na unajua kabisa kwamba hizo njia sio sawa, lakini ana upendo. Unajikuta unaenda kule. Na jirani yako ni nani? Si yule anayekusaidia? Yes. Biblia imemtaja. Kwa
msamaha. Kwa hiyo ndivyo inavyokuwa. Kwa unakuta unajikuta unaenda kwa wale watu ambao unaona napata relief ya moyo. Yaani najisikia nafuu, najisikia vizuri kwa sababu unakuta ukikataliwa na kila mtu. Mimi kuna wakati kesi zingine mbaya kabisa. Nakumbuka nishawahi kuambiwa ametoa mimba nikala hata manyonyo sina. Ile tu unajua ukishakuwa na ile hali kama ya kukataliwa, yaani kila kosa unaonekana ni wewe. Sasa na mimi nilikujidefense, ndio na mimi sasa naamua kuishi yale maisha mengine ambao na nyie mniogope. Kwa ni hivyo, lakini nimejifunza kwamba Mungu akimkusudia mtu no matter, yani bila kujali. Mimi wazazi wangu hawakuwa wacha Mungu, lakini Mungu aliniona tangu kule. Nina shuhuda nyingi sana, nimekosa kubakwa, nimekosa mambo mengi sana kwenye maisha. Yale maisha uliokuwa unaisha ya mtaani. Hayo baada ya kufanya kazi hapo nimeshaanza kurekebika kwenye kazi za watu. Kwa hiyo Mungu ni mwaminifu na hakuna maombi yanayodondoka. Yaani hakunaga hicho kitu. Hakunaga kabisa. Na Mungu chochote unachomuomba unaweza ukasahau. Mungu asahau. Maadamu uliomba kwa imani. Mungu asahau, atakuja kukutendea na Aisha. Kwa mimi nimemwona Mungu sana. Mimi nitakiwa nikatwe mguu hapa eneo hili niliwahi kudondoka maeneo, kumbe pana nondo imesimama. Ile nondo ilizama karibu mpaka na paja kwenye mfupa. Kwa nilipofika hospitali mpaka naenda kutibiwa, ilikuwa natakiwa nipewe pesa nikatibiwe mapema, lakini yule mtu alitaka kunipa alikuwa kwenye kikao na hawezi kutoka. Kwa hiyo nilikaa kuanzia mida saa 7, saa 8, saa 9, saa 11 nenda saa 12. Wanaambia huyu angefika saa 12 tungekata mguu. Kumbuka ni juu ya paja. Kwa maana wangekata hapa. Kwa hiyo wananiambia tungekata kwa sababu ya tetanus. Lakini Mungu alikuwa mwaminifu, leo nina mguu. Niona hapa hivi nina alama. Unaweza ukajaribu kushika, ukaona, sio kwamba kwa sababu wewe ndio unaona hicho kitu. Nilipata ajali, nilikuwa natembea baskeli. Chuma cha baskeli nilikuwa darasa la 6 ile. Kilitoboa mfupa. Hapa na hapa pana umbali gani? Yes, na jicho tunaambiwa ni maji. Kwa mimi ni nani? Wakati mwingine tunaweza kukuona mbele za Mungu unalia, unagalagala. Unamjua Mungu unayemtumikia. Haelewi kile ambacho Mungu amefanya kwenye. Yes. Na mwingine anaweza kukutazama akakujaji vile anaelewa. Lakini mimi najua. Yaani mtu anaweza kusema yote yale anayoweza kusema. Mungu alimuona Daudi. Yes. Lakini watu wengine ingekuwa ni kibinadamu, hapana. Daudi yani ukweli yani hakuwa na sifa. Kwa watu wengine, lakini anajua ametoka wapi na Mungu. Kwa mimi niombe pia watu wasipende kuhukumu watu pia. Hilo pia limekuwa ni changamoto. Unaona mtu hivi hajui mtu ametoka wapi na Mungu. Na Mungu ana mpango naye gani? Kila mtu alime mlaba wake. Majibu yote tutakutana nayo wapi? Kwa Mungu. Ni kweli kuna ile kwamba okay kuna hili jambo hili, lakini ile kwamba kumhukumu mtu moja kwa moja, ila tunatamani kusikia hata wale walioko kule mtaani wanatamani kusikia injili. Siache kuombea watu, siache kuhubiri. Mimi kilichonisaidia pia kitu kingine nadhani ni yale mahubiri ambayo watu walikuwa wananihubiria. Ndio maana nikakazaa ndani kitu hicho ambacho nikajua Mungu ananipenda. Yes. Nimeanza kuimba Sunday school Mbeya, Bethlehem. Lakini kuanza hii rasmi kabisa nilianza 2016. Nilikodi nyimbo yangu ya kwanza inaitwa Usifiwe Mungu. 2017 nikapata neema ya kurekodi sasa wimbo wangu Usisahau na nyimbo zingine. Zinapatikana kwenye Flash. Namshukuru Mungu kwa neema yake. 2019 nilizindua albamu yangu hii kwa mara ya kwanza pale Kinondoni Baptist. Unaitwaje? Usisahau, ndio niliimba juzi. Wimbo umebeba album. Wimbo umebeba album. Na 2023 nikazindua kwa mfumo wa video. Kana audio na video. Audio na video, japo pia kwenye mtandao bado sijaweka video zote kutokana na kuna vitu bado navikamilisha. Zipo video chache na namshukuru Mungu. Watu sasa hivi wanafanya muziki wa live sana. Wewe umejipangaje katika kuhakikisha unaendana na soko sasa hivi la muziki wa live? Namwamini Mungu. Siwezi kusemea sana lakini kuna zile ndoto na maono, yani maono yako ni nini? Namwamini Mungu, naendelea kumuomba Mungu kwamba siku moja na mimi nitafanya live. Unapenda? Napenda.
changamoto unajua ya live, siwezi kusema sana, unakuta wakati mwingine ni uchumi. Yaani ukiandaa hiyo na nini inakuwa ni gharama kubwa. Na ukiangalia ndo kwanza tunaendelea. Na muamini Mungu katika mambo makubwa. Nani una role model wako kwenye uimbaji, hasa watu ambao wanaimba muziki wa live? Duncan anafanya vizuri. Yeah. Hata Ambweni pia kwenye live nimewahi kumuona anafanya vizuri. Malizia na kapera hii ya Usisahau kidogo tu, alafu utatuambia unapatikana wapi mtu akikuhitaji kwa ajili ya huduma, na utamalizia kutaja namba yako ya simu. Yeah. Wana Israeli walipo na jeshi la Farao linakuja, walimlilia Mungu wakasahau ile miujiza aliyotenda. Aligeuza maji kuwa damu, bado alisahau. Aligeuza mchanga chawa. Wow. Sauti ya kupanchi. Hongera sana. Tupe unapatikana wapi na namba zako za simu. Niko chini ya mchungaji Dunstan Daniel Kanemba pamoja na mama Mary Kanemba. Hao watu wamekuwa baraka sana. Unapatikana wapi? Kuna mtu anatazama amfahamu. Okay, tunapatikana Majumba 6 mpya. Kama mwenyeji wa Dar es Salaam, unashuka unakuwa kama unakuja Gongo la Mboto, kuna kituo kinaitwa njia panda ya Segelea. Pale kuna bodaboda zinaenda wanapaita kwa Msangi. Pale ukifika tumejaa tele. Na pana Mungu mwingi. Na ni 0788 449606. Namba yangu ya WhatsApp 0655 801 600. Na niko tayari kwa mialiko ndani na nje ya nchi. Barikiwe sana. Wana Israeli walipo na jeshi la Farao linakuja, walimlilia Mungu wakasahau ile miujiza aliyotenda. Aligeuza maji kuwa damu. Unaweza weka tu makofi kwa mwanaume Yesu. Ay 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 ay. Kumbuka yale Mungu amekutendea, kupe ujasiri wa kuendelea. Wana Israeli walipo na jeshi la Farao linakuja, walimlilia Mungu wakasahau ile miujiza aliyotenda. Wana Israeli walipo na jeshi la Farao linakuja, walimlilia Mungu wakasahau ile miujiza aliyotenda. Aligeuza maji kuwa damu, bado alisahau. Aligeuza mchanga kuwa chawa, bado alisahau. Aligeuza kukawa na inzi nchi nzima, bado alisahau. Pia Bwana akawaletea vyura, bado alisahau. Aligeuza fimbo kuwa nyoka, akaleta nzige wakala mazao yao. Akaua mzaliwa wa kwanza kawatetea. Israeli walisahau Eli aliwaona nabii 400, lakini sauti ya Yezebeli ilimrudisha nyuma. Jeshi kubwa sio sungu. Mungu anakutazama kwa mambo makubwa. Nikikumbuka ulikonitoa Mungu wangu, siwezi kusahau. Nimeugua miaka 7 ukaniponya. Japokuwa madaktari walishindwa, siwezi kusahau. Wakakili wazi sitopona. Mengi umenitendea Mungu wangu, siwezi kusahau. Ya kutisha na kustajabisha Mungu, niliponusulika nondo kulemea, siwezi kusahau. Hata nilipokuwa msela mtawe, sijasahau. Ni mangapi Mungu amefanya kwa ajili yako? Acha kusahau. Ni mangapi Mungu amefanya
kusahau. Ni mangapi Mungu amekurumia nayo, acha kusahau. Wangapi wanakufa unaishi we, acha kusahau. Wangapi wamelazwa we mzima we, acha kusahau. Usisahau, sahau, 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 sahau. Acha kusahau. Usisahau, sahau, 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 sahau. Acha kusahau. Mara ngapi umeumwa kakuponya wewe, ni ajali ngapi zimekukosa kosa wewe, unasema mpaka unamkufuru Mungu wewe, hata ulilo nalo linapita wewe, Hakuna kinachodumu. kosa shukrani kama punda wewe, maana shukrani yake ni mateke wewe. Ikumbuke ya kwamba tunaishi kwa neema wewe, mkumbuke Muumba wako ngali hai wewe. Natamani sikia makofi ya washindi, wale ambao wanajua Bwana amewafanikisha. Si kwamba sisi ni wema sana kuliko tulioacha nyumbani, si kwamba sisi ni bora, ni neema ya Bwana, ni neema ya Bwana. Ulilonalo linapita, hakuna kinachodumu. Kumbuka yale mazito makubwa aliyofanya Bwana. Kumbuka nilipoitoa Mungu wangu wewe, siwezi kusahau. Nimeugua miaka 7 ukaniponya japokuwa madaktari walishinda siwezi kusahau. Wakakili wazi sijapona mara ngapi umeumwa Kisukari kilichoondoa wengine, wewe bado ni mzima. ni ajali ngapi Boda boda tunapanda wengi, lakini wewe uko hai. Kumbuke Muumba wako ungali hai wewe. Tuwe na mioyo ya shukrani kwa Mungu. Mangapi Mungu amefanya kwa ajili yako, ni mangapi Mungu amefanya kwa ajili yako, acha kusahau. Ni mangapi Mungu amekurumia nayo, acha kusahau. Ni mangapi Mungu amekurumia nayo, acha kusahau. Wangapi wanakufa unaishi we, acha kusahau. Wangapi wamelazwa we mzima we, acha kusahau. Usisahau, sahau, 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 sahau. Acha kusahau. Usisahau, sahau, 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 sahau. Acha kusahau. Ikumbuke ya kwamba tunaishi kwa neema wewe, kwa neema wewe. Usisahau, sahau, 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 sahau. Usisahau, sahau, sahau, sahau. Hallelujah.